Sintofahamu imeibuka baada ya klabu ya Simba kuweza kuondolewa kwenye kinyang'anyiro cha kuwa klabu bora ya mwaka, na hii ni kutokana na mchujo ambao umefanyika na CAF kufuatia vilabu hivyo kuwa vingi. Nafikiri vilikuwa takriban vilabu 8 kwenye ile listi ya awali ambayo ilitoka, lakini sasa hivi wameweza kuchuja mpaka kufikia vilabu vitatu. Kwa hiyo vilabu vyenyewe ni Pyramid ya Misri, RS Berkane pamoja na Mamelodi Sundowns. Sasa vigezo gani ambavyo vimetumika kufanya mchujo huo sisi wenyewe pia hatujui, lakini ni moja kati ya kitu ambacho kimewashock sana wana Simba pamoja na wadau wa soka kutokea ukanda wa Afrika Mashariki, kwa sababu walishaweza kujipiga kifua kwamba wanakwenda kuwa na wawakilishi kwenye kinyang'anyiro hicho. Sambamba na hilo pia Shomari Kapombe, moja kati ya maplayer ambao walitajwa kuweza kuwania tuzo ya mchezaji bora kwenye hizo tuzo za CAF, ameweza naye kuenguliwa kwenye mchujo huo ambao unakwenda kumfanya asiwe halali tena kuweza kupigiwa kura kwenye masuala hayo na vitu vingine kama hivyo. So ni pigo kubwa sana kwa Simba, kwa sababu sijawahi kuona Simba imekuwa nominated kwenye tuzo. Kwa mfano kuna mwaka fulani ilikuwa kuna tuzo ya goli bora ambalo sasa hivi anawania Clement Mzize. Waliweza kuichukua kutokana na nguvu ya umma waliokuwa nayo. Kwanza ni timu ambayo ina nguvu sana kwenye social media, lakini pia kwa upande wa mashabiki ina nguvu sana, na wakisema kwamba tuna jambo letu wanaweza kufanikiwa kwa haraka zaidi. Leo hii waseme tu bwana tunataka tuchange, yani ni wiki tu wanaweza kufikisha millions of money kutokana na umoja wao ambao wako nao. Kwa hiyo kuondolewa kwenye tuzo hizi pia kumepunguza hamasa na ufuatiliaji wa tuzo hizo, kwa sababu mamilioni ya mashabiki watakuwa hawafuatilii tena jambo hilo. Nafikiri CAF hawajagundua hichi kitu, kama wamegundua pia ni kwa uchache sana, kwa sababu Simba ina ushawishi mkubwa sana kwenye soka la Afrika, kwa sababu watu wengi ambao wanatokea Afrika ya Mashariki ni watu ambao wanafuatilia sana masuala ya mitandao ya kijamii na vitu vingine kama hivyo, hasa pale ambapo wanakuwa na mwakilishi ambao wanawakilisha kwenye tukio husika. So wewe una maoni gani kuhusiana na Simba kuondolewa kwenye hili? Haikustahili au kulikuwa kuna shida gani ambayo imewafanya Simba kuondolewa? Hii ni NTV, lakini usiache kusubscribe. Bye bye.